Injili ya Yohana mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka 8. Kama kuna mtu ameshika ile bike atasoma kwa ajili yetu, na Luka 26 mstari wa 6 mpaka 13. Nilitaka tuingie katika Yohana 20 karibu mlango wote, muda wetu hatutoshi. Kwa leo itosheke tu, tutakwenda hapo katika Yohana hiyo na Luka 26 mstari wa 6 mpaka 12 mpaka 13. Aliyepapata au mwenye maiki asome pale Yohana 1 mpaka 8. Karibu. Yohana 12 mstari wa kwanza hadi wa 8. Biblia inasema, basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratli ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Luka 26. Ni Mathayo 26. Mathayo 26 6 mpaka 13. Mathayo 26 mstari wa 6 hadi 13. Biblia inasema, na Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Amen. Somo la kichwa cha asubuhi ya leo ni ibada yenye maana. Ibada yenye maana. Ambayo Mungu huwa anatutaka kwetu au anataka tuyafanye, na ndivyo mara nyingi tunafanya. Jambo la kwanza, Mungu anataka, labda ningeeleza kwa urahisi kabisa. Sisi kama kanisa, Mungu jambo la kwanza anatutaka tumwabudu, tumpe sifa, tumpe utukufu, tumtumikie kwa kumwabudu na kuona yeye Mungu ndiye Mungu peke yake. Kwa hiyo naweza kusema nikanyosha mkono hivi kwamba tunamwelekea Mungu, tumwabudu katika maisha yetu ya kila siku. Hilo ndio jambo la kwanza, na hilo ndio sababu ya kutuita watu wote ambao wako huko nje. Kuna vitu wanaviabudu, kuna vitu wanavitumikia, kuna vitu vinajaa mioyo yao,
na wengine wanaabudu mapepo, wengine wanaabudu nguvu za giza, wengine wanaabudu vitu kadha wa kadha. Ndivyo wanavyotumikia. Lakini baada ya kuokoka, kitu cha kwanza ambacho Mungu anataka tumwabudu Mungu peke yake. Na unakumbuka wakati adui shetani alipokuwa anampa Yesu jaribu, akasema kwamba ili nikupe falme na mamlaka, ushuke uniabudu mimi. Yesu akajibu kwamba Mungu peke yake ndiye atakayeabudiwa. Akasema unisujudie. Alimwambia fanya nini? Shuka ufanye nini? Unisujudie. Lakini Yesu akamwambia ondoka shetani, Mungu peke yake aliyeumba mbingu na nchi, yeye ambaye ni Bwana wa mabwana, yeye ambaye ni mfalme wa wafalme, ndiye pekee anayestahili kuabudiwa peke yake. Na hiki ndicho ambacho Mungu anataka akione, kitu cha kwanza kabisa katika maisha yetu, kwamba tunachukua muda wa kutosha katika kumwabudu yeye, katika kumsujudia yeye, katika kumwishia yeye peke yake. Tunapomwabudu na kumtukuza, ndicho tulikuwa nafanya hapa, tulikuwa naimba na kumwabudu Mungu. Haleluya. Kitu cha pili ambacho Mungu anataka baada ya kutuokoa, hataki tukae hivi hivi tu. Sasa tumtumikie. Hebu sema kufanya nini? Kumtumikia. Tufanye kazi pamoja naye katika kumtumikia. Ministry. Tunamhudumu yeye. Tunafanya huduma. Haleluya. Tunapofanya huduma, ina maana tunawaendea watu. Tunaenda labda tunafanya uinjilisti, labda tunawaombea watu, tunafanya deliverance, tunatoa nguvu za giza, tunaenda tunafanya mambo mbalimbali, tunahudumu katika nyumba ya Mungu. Wakati mwingine hatulali, tunaenda tunafanya huko. Wakati mwingine tunaingia kuomba, tunafunga ili tufanye kazi ya Mungu na Mungu apate kuinuliwa. Huo ndio wito wetu. Mambo haya mawili pamoja. Mambo haya mawili, la kwanza, yeye tumwabudu, yeye tumtukuze, yeye tumpe sifa, yeye tumpe utukufu. Hilo ndilo ninalotaka, ndilo ambalo linamfurahisha, ndilo linamgusa moyo wake. Itangulie hiyo kwanza. Haleluya. La pili sasa, ndipo tuondoke twende kuambia na ujumbe mwema. Nina habari njema kwa ajili yako. Nina habari njema kwa ajili yako. Tunapoenda kuambia watu wengine, Mungu anapenda hayo mambo mawili tuyafanye. Na moja likipungua, Ukristo wetu unaanza kuyumba. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi ya leo nataka nizungumze kipengele kimoja, jinsi ambavyo tunaweza kutenda matendo ya ndani kabisa yanayoonyesha huduma ya ibada ya kumwelekea Mungu wetu. Haleluya. Hili la pili, huduma kwa ajili ya ulimwengu, huduma kwa ajili ya watu, huduma kwa ajili ya huduma mbalimbali, tutapata wakati mwingine kulizungumza. Hapa tumesoma juu ya mama moja anaitwa Maria wa Bethania. Huyu mama ana habari tuliyosoma inatupa picha na mfano wa mtu aliyejitoa, mwenye upendo wa dhati, mwenye kuonyesha mapenzi mema na uhusiano mwema na Yesu. Ule upendo wa ndani kabisa usio na kificho, wa kuonyesha jinsi ambavyo alimthamini Yesu. Jinsi ambavyo alimthamini Yesu. Kwa hiyo tunaona Biblia inazungumza pale, basi siku 6 kabla ya Pasaka, yaani ilikuwa siku chache kabisa kabla Yesu hajasulubiwa, hajatiwa mikononi mwa Pilato. Siku hizo 6 kuna tendo kubwa la mtu mmoja maalum anazungumzwa. Habari zake tumesoma, ni hizo tulizosoma katika Injili ya Yohana, ndio hizo tumesoma katika Mathayo 26. Ni mtu huyo zinamzungumza mtu huyo. Tumesema hapa Yesu alipofika Bethania, alikuwepo Lazaro
yeye ambaye Yesu alimfufua, basi wakamwandalia karamu huko. Ta pamoja? Wakafanya nini? Wakamwandalia karamu huko. Kwa special, ta pamoja, hii familia ya watu watatu, ya Martha ambaye ni mkubwa, Mariamu na Lazaro, ilikuwa ni familia ambayo Yesu aliipenda. Alikuwa anapenda kwenda kutembea, na hapa naona walimkaribisha. Haleluya. Maana tunasoma katika Luka, fungua Luka 10:36-41. Luka 10:36-41. Kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 36 hadi 41, Biblia inasema, waonaje wewe katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia? Luka 10:36. Hao nimekosea. Luka 10. Ngoja. Mepata? 38. Luka 10:38, anzia pale. Inasema, ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Mstari wa 39, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Amen. Kwa hiyo hii ni siku nyingine kabla. Lakini tunaposoma mlango wa 11 wa kitabu cha Yohana, tunaona hii familia Yesu aliipenda. Katika familia ambayo ilikuwa na karibu kwa Yesu, katika familia ambayo Yesu alikuwa anapenda kukaa, mahali ambapo alikuwa anapenda kutulia, ni katika familia hii. Kwa hiyo tunasoma katika mlango wa 10, tunaona huyu umbu mkubwa anaitwa Martha alimkaribisha Yesu nyumbani kwake, akamwandalia karamu. Tuna pamoja? Na kuna dada Mariamu huyu ambaye tumesoma, Biblia inasema kwamba alipofika kule ndani, yeye akasema, Martha, endelea na shughuli zako, lakini mimi napenda kukaa miguuni mwa Yesu. Haleluya. Mimi nafanya nini? Mimi napenda kukaa miguuni mwa Yesu. Kukaa miguuni mwa Yesu nimsikilize, nijifunze, nimwelewe. Sioni jambo lingine, namuona Yesu tu ndani yangu. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana Yesu katika mstari tumesoma anamwambia Mariamu amechagua fungu lililo jema. Wewe umechagua fungu gani? Jiulize asubuhi ya leo. Wewe umechagua fungu gani? Kuna mambo mengi ambayo yanapitia, yanakuchanganya mno, lakini asubuhi ya leo mwambie, nataka nichague fungu jema. Fungu jema ni kukaa miguuni pa Yesu. Kwa hiyo tunaona hii katika Luka, tunaambiwa alikaribishwa nyumbani na Martha. Kwa hiyo akaingia katika mlango huu wa 12, familia yote, Lazaro, Martha na Mariamu, wote wakakubaliana wakamkaribishe. Ilikuwa ni karamu ya heshima kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Ndivyo tunaposoma pale. Na tunasoma pale kwa hiyo tunaona kwamba hii nyumba ndio inatakiwa iwe mfano wa nyumba za Wakristo, ambapo Yesu anapata nafasi ya kwanza. Sio nafasi ya kwanza tu, nafasi ya heshima. Haleluya. Nilikuwa nasoma ushuhuda mmoja wa familia moja kule Marekani. Walikuwa
watu wakiingia katika nyumba ile walikuwa wanasikia uwepo wa Mungu sana, na watu ilikuwa sio kazi kufunguliwa na kuwekwa huru, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa mwingi katika nyumba ile, kwa sababu nyumba ile walimpa Yesu nafasi kubwa katika maisha yao. Naomba urudi nyumbani kwako sasa. Nyumba yako ikoje? Nyumba yako ni pango la wanyang'anyi? Nyumbani kwako ni mahali ambapo kila siku ni kelele? Nyumbani kwako kila siku ni fujo? Nyumbani mwako vitu havieleweki? Umeokoka lakini una struggle? Nyumbani kwako Yesu anapata nafasi ya kwanza? Yesu anapata nafasi ya kwanza nyumbani kwako? Nataka nikwambie, mahali ambapo Yesu anaabudiwa, mahali ambapo ibada ya kweli inafanyika, haleluya, ni mahali ambapo Yesu anapenda kutembelea hata leo. Haleluya. Mwambie jirani yako, nitampa nafasi Yesu atembelee nyumbani kwangu. Haleluya. Atembee usiku, atembee mchana, atembee wakati wote. Namtaka yeye atembee, akae nyumbani kwangu. Haleluya. Napozungumza hivi, kuna vitu fulani utahitaji kuviondoa. Tupo pamoja? Hebu sema nitahitaji kuviondoa. Kuna vitu natakiwa kuviondoa. Hebu sema nataka kuviondoa. Kimoja, haya, cha pili, cha tatu unahitaji kuondoa ili Yesu afanye makao, afurahie kuwepo mahali ulipo katika nyumba yako. Mahali hapo neno la Mungu linasema kwamba Yesu alikuwa anapenda kutulia pale. Tumesoma mara mbili, sivyo? Tumesoma pale Martha alimkaribisha, akaandaa, akawa anahangaika, akapika pilau, akapika vitu mbalimbali, anaendelea kupika, lakini huyu mtu ambaye alijua zaidi, haleluya, alikuwa na ufunuo wa ndani. Hebu sema Mariamu alikuwa na ufunuo wa ndani kuhusu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akasema ni mara hii anatembea huko Kapernaum, anatembea huko na huko, lakini leo ameingia nyumbani kwetu, amekubali kuingia nyumbani kwetu. Siondoki hapa. Haleluya. Siondoki hapa, nisikilize yale yanayotoka katika kinywa chake, yale ambayo ni mafunzo, yale ambayo yanaleta furaha ndani ya moyo wake, yale yanaondoa upweke ndani yangu, yale ambayo yanaondoa huzuni ndani yangu, yale yanaondoa kushindwa ndani yangu. Nataka kukaa miguuni mwa Yesu. Yesu ameingia nyumbani kwetu leo. Haleluya. Haleluya. Nyumba yako nani anatawala? Tupo pamoja? Umejaa wewe mama mwenye ndani, umejaa kabisa wewe mwenyewe. Umejaa wewe baba mwenye ndani wewe mwenyewe. Umejaa wewe mwenyewe. Hata Yesu hapati nafasi. Haleluya. Lakini hii familia inaitwa familia ya Bethania. Ni mahali ambapo Yesu alikuwa anapenda kukaa. Akitoka huko tunaambia Bethania ilikuwa ni mwendo kama maili 2 kutoka Yerusalemu. Akitoka huko anakuja akakaa na wale watu wanajisikia kubarikiwa. Nafikiri anasema urudi tena Yesu. Tunaomba moja, anasema nini? Urudi tena Yesu. Wengi tumemfukuzia Yesu mbali kwa mambo mbalimbali ambayo yanapitia, lakini asubuhi ya leo nina neno la matumaini. Navuta usikifu wako kwamba Yesu apate nafasi katika nyumba yako. Huwa nafurahia nyumba nyingine unapoamka, au nyumba ukisikia nikaka nyumba fulani hivi ilipofika sijui saa 8 nikasikia kuna ibada, watu wanaimba, watu wanamshangilia Mungu, mama kule na mtoto nyumbani wote wanaimba. Nikasema hapa ni mahali pazuri kukaa. Haleluya. Kitu ambacho ule mstari wa 2 na 3 tunasoma pale, anasema wakamwandalia karamu. Karamu inathibitisha ushirika. Huwezi kuandaa kwa mtu ambaye humpendi. Unamwandalia yule unayemheshimu. Hawa wakamwandalia karamu, amekubaliana. Ilikuwa karamu ya shukurani kwa uponyaji wa kakao Lazaro. Mstari wa 3, basi Mariamu akatwaa ratili ya marhamu ya nado safi
yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta kwa nywele zake, nayo nyumba ikajaa harufu ya marhamu. Hii ndio picha, ndio maana nimesema ibada yenye maana. Mariamu ana represent, Mariamu anawakilisha ibada ya ndani. Kwanza inaanzia na moyo wa mtu ambaye amepondeka ndani yake, anayemjua Mungu wake, ambaye anaona Yesu ni wa thamani kuliko vitu vingine vyote. Huyo ndiye anaweza kufanya ibada ya namna hii. Ameamua kwa akili. Unajua kumpenda Mungu sio kwamba inakuja tu, tunaamua mioyoni mwetu. Kumwabudu inatoka ndani ya mioyo yetu kwa yale ambayo tunaona Yesu ndio utoshelevu wetu. Ikiwa mioyo yetu imejaa vitu vingine, sio rahisi kutoa ibada hii ya Mariamu. Unajua moyo huu una mambo mengi huko ndani. Tukipasua hapa asubuhi ya leo, tuangalie moyo, kipande fulani hapa kimejaa. Hebu chora moyo wako, chora moyo. Pamoja. Chora, hebu weka mkono. Vitu gani vinajaza moyo wako? Hebu sema vitu gani vinajaza moyo wako? Vitu gani vinajaza moyo wako? Kama una daftari chora kabisa hiyo ramani. Kitu gani vinachora nani? Vitu gani vinajaza moyo wako? Ibada ya ndani inaanzia katika moyo, katika ufahamu, katika nia, katika kutaka kwamba nitamtumikia Bwana, kwamba nitamwabudu Bwana, kwamba nitaishia Bwana. Yesu atapata nafasi ya kwanza. Hayo ni maamuzi ambayo unataka kufanya. Kuna wengine, naomba Mungu isiwe mimi. Kata ule moyo katikati. Kata moyo kule katikati. Kule pembeni kule kuna vipanya, kuna vichura, kuna vinyoka, kuna vitausi. Vyote viko pande huu. Lakini huko pande wa pili kuna ibada fulani. Haleluya. Nataka kwamba katika ibada hiyo huwezi kufika mbali. Asubuhi ya leo mwambie, ninaotoa moyo wangu, ninaamua kwa moyo wangu Yesu apate nafasi ya kwanza. Mungu Yesu anataka ibada ya thamani ambayo mtu anayeabudu ameamua, amedhamiria, ametaka kwa hiari yake ya moyo katika nguvu zote kwamba nitafanya jambo hili. Ndio ibada tunayoiona kwa huyu mama. Haleluya. Hapa hatuoni kwamba anaenda kushuhudia, hapana. Ndio maana pale mwanzo nimekuambia ibada kwa Bwana. Haleluya. Hakwenda kuhubiria kwamba toka mapepo, nguvu za giza. Maana haya ndio tunasikia siku hizi. Tuombe moja, toka. Anafanya huduma. Lakini yeye pole katika nyumba yake akasema, leo Martha, Lazaro, hebu tuandae kitu kwa ajili ya huyu Yesu. Huyu Yesu ni mzuri mno. Haleluya. Huyu Yesu amemfufua kaka yetu juzi. Huyu Yesu ni mwema kabisa. Wengine wanaweza wasione, lakini katika nyumba hii tumeshuhudia upendo wake. Katika nyumba hii tumeshuhudia nguvu zake. Katika nyumba hii tumeshuhudia uungu wake. Katika nyumba hii tumeshuhudia uaminifu wake. Tutasimama tumwandalie kitu akae mahali hapa. Huyo ndio tunayemtaka. Haleluya. Kwa hiyo wakaandaa karamu kubwa ya thamani. Kitu cha kwanza. Cha pili, huyu dada alishindwa kuonyesha. Nafikiri alisema Yesu nakupenda, Yesu nakuabudu. Aliona haitoshi. Aliona haitoshi. Pamoja. Alionyesha, alileta chakula, alionyesha, alisema aliona haitoshi. Lakini Biblia inafundisha hapa, akaleta marhamu. Marhamu ni mafuta ya thamani kubwa, na yalikuwa yanaagizwa India wakati ule. Marhamu inakaa katika nyumba za wafalme, kwa sababu watu wa kawaida hawezi kuyatumia. Lakini akasema, kitu gani ambacho kitanifurahisha Yesu? Kitu
gani kitaridhisha moyo wangu kwamba nimempenda Yesu? Kwa hiyo akanunua mafuta haya, na tunaambiwa hii marhamu thamani yake ilikuwa ni kubwa. Biblia inasema kwamba kama ilikuwa inalingana na mtu ambaye anapata mshahara mzuri, lakini mishahara ya mwezi 12 tu pamoja ambayo mtu anapata, ndipo ukitoa hiyo mishahara yote unafanya nini? Ndio unaweza kununua hiyo tu pamoja. Kwa hiyo alitoa kitu cha thamani. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema, Yesu anataka kitu cha thamani kutoka kwangu. Mwambie kwamba Yesu anataka kitu cha thamani kwangu. Inawezekana kwa muda mrefu nimetoa vitu vya nusu nusu, nimetoa muda wa nusu nusu. Hata kwa nyumbani kwangu mimi mwenyewe najifahamu, kule ofisini kwangu mwenyewe najifahamu, kule kazini kwangu mwenyewe najifahamu. Ibada yangu ni nusu nusu, namna ambavyo namwendea Mungu ni nusu nusu. Mambo yangu yamejaa moyo wangu, lakini asubuhi ya leo nina neno la matumaini. Huyu mwanamke anatufundisha kutoa vitu vya thamani. Kumwabudu Mungu ni kutoa vitu vya thamani ndani yetu. Kwenda kumtumikia Mungu ni tunapomwabudu na kumpa utukufu, ni tunatoa vitu vya thamani. Mungu anataka vitu vinavyotoka ndani yetu vilivyo vya thamani. Biblia inasema kwamba akatoa mafuta, alafu mafuta yenyewe sio kwamba alimpa. Haleluya. Yalitumika kwa kitendo cha dakika chache tu. Haleluya. Sio kwamba alisema haya chukua hii. Hebu sema ibada yenye maana. Lakini yale mafuta ilikuwa ni kumwaga kwenye kichwa. Tupo pamoja. Akayachukua yale mafuta akafanya nini? Akayamwaga juu ya kichwa, akamimina namna hii. Lakini si hivyo tu, akamimina kwenye miguu ya Yesu. Sijui unaipata picha. Akamimina juu ya miguu ya Yesu. Lakini kama haitoshi, aliona yeye kwamba mimi si kitu. Akasema mimi si kitu, lakini wewe ni Bwana. Wewe ndio muumbaji wangu. Wewe ndiye mfalme wangu. Wewe ndiye mwema katika maisha yangu. Wewe ndiye utoshelevu wangu. Kama ungefungua moyo wa Mariamu, hakuna kitu kilikuwa kinajaa kuliko hicho. Haleluya. Akasema hata mimi sina thamani yoyote. Alikuwa na manywele marefu, sijui nani ana nywele ndefu hapa? Nani ana nywele ndefu? Wote mna nywele. Nywele zile za singa za Kiyahudi tu pamoja, zenye thamani. Na wanawake wengi hapa wanatumia kwa wiki. Ninaambia mwanamke mmoja anatumia kila mwezi, kila wiki anabadilisha nywele zake, ana fashion za nywele zake, anatumia milioni 500 hivyo. Nilisikia hivyo, sijui kama ni kweli. Lakini akasema mimi si kitu. Haleluya. Akachukua nini? Nywele. Akajiburuza. Mimi nafikiri alikuwa analia. Haleluya. Anaonyesha expression. Hebu sema expression. Ana express. Anaonyesha. Haleluya. Yesu anataka tumuonyeshe. Tunapokuwa hapa kanisani usiogope. Unapokuwa nyumbani kabisa jiachie. Haleluya. Hebu jiachie kwa Bwana. Haleluya. Hebu sema najiachia kwa Bwana. Haleluya. Mahali ambapo roho wa Bwana anafanya, kuna hali ya kujiachia. Akasema haya, baba wamesimama. Wanasema huyu anafanya nini? Lakini baada ya kula wanafanya, akafanya hivi. Anafanya hivi. Anasema Yesu ni utoshelevu wangu. Haleluya. Haleluya. Tumesoma katika Injili ya Marko, ya Injili ya Mathayo. Kile kitendo kilifanya nini? Kilitokea nini? Expression ile ilitokea nini? Kulikuwa na matokeo. Tupo pamoja. Wanafunzi katika Luka inasema wanafunzi. Katika Luka inafanya nini? Inasema wanafunzi wakasema upotevu huu. Wakasema nini? Upotevu huu. Yaani hii mafuta, na tumeambiwa, haleluya, tumeambiwa ile mafuta kile kibweta kilivyovunjwa, anasema chumba chote kikafanya nini? Kikajaa harufu nzuri. Nataka niseme ibada ya kweli, ibada inayotoka ndani ya moyo mzuri wa mtu,
inapotokea hiyo nyumbani kwako. Je, siku moja nilimkaribisha bwana mmoja pale nyumbani. Alitikisa pale, tuna pamoja. Aliomba, nikasema haya, hii ndio harufu nzuri napenda. Haleluya. Yale maneno aliniinua. Haleluya. Kile kipindi nilikuwa nimetoka fiwa. Kwa hiyo alipoomba yule mtu, nikaona kuna kitu kinainuliwa, nasikia uponyaji unaingia ndani yangu. Ilikuwa ni harufu nzuri. Je, tunapoenda huko na huko tunatoa harufu nzuri, kitu gani kinatoka ndani yetu? Biblia inasema kwamba sisi ni manukato ya Kristo. Haleluya. Ndivyo tunavyoambiwa katika kitabu cha Korinto. Anasema sisi ni manukato, haleluya, yanayoleta uzima ndani ya watu. Haleluya. Haleluya. Ile marhamu ilipofunika nyumba, anasema nyumba yote kajaa, watu wote wakawa wanajisikia vizuri. Uwepo wa Yesu unapokuwepo, ibada ya kweli inapotokea, inakuwa kama marhamu ambayo inagusa hata vitu vilivyooza. Vitu harufu nzuri iliyokuwepo ndani ya nyumba vinaanguka vyenyewe, vinavunjika vyenyewe kwa ajili ya ile harufu inayojitokeza katika moyo wa mtu aliyejitoa, aliyevunjika, anayenyenyekea, analeta baraka, analeta uzima, analeta neema. Watu wanapoondoka wanasema tumeona neema. Haleluya. 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 Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Tunaona tendo hili, wengine wanafurahi pale pale, ibada nzuri inafanyika, wengine hawajisikii vizuri. Yuda haelewi. Pamoja, hebu sema nini? Tufanye nini? Yuda haelewi. Hebu sema haelewi. Haelewi. Hebu sema haelewi. Haelewi. Fedha zote hizi tungeuza, alafu tuwape maskini. Maskini wanatanganyika sana. Yesu akaambia mwongo wewe. Mwongo. Unatamani fedha tu. Anasema maskini siku zote mnao kila siku, lakini huyu anafanya jambo jema. Hebu turudie katika ile Injili ya Mathayo pale, tusome pale Mathayo 26 pale. Mathayo 26 mstari wa 6. Na Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Anasema mbona mnamtaabisha huyu mama? Walikuwa hawasemi, wengine wamenyamaza, ila mioyo yao kitendo kinapita, lakini ndani wanaungua. Anasema akasema Yesu akafanya nini? Akatambua. Akasema jamani, hebu simama nisikilizeni vizuri nyinyi wanafunzi mlikuja pamoja na mimi. Pamoja na wewe Yuda, tu pamoja, nisikilizeni vizuri. Anasema kwa nini mnamtabisha huyu mama? Huyu mama amefanya jambo jema. Nimesoma katika Kiingereza, anasema she has done a good thing. Hebu sema fanya nini? Amefanya jambo jema. Haleluya. Amefanya nini? Amefanya jambo jema. Haleluya. Tunaposoma katika mlango huu pale mwishoni, hebu soma pale anasema kwamba injili itakapohubiriwa. Tuna pamoja, hebu soma pale. Soma pale. Haleluya.
Mimi mwenzenu sijawahi soma mtu mwingine yoyote juu ya habari zake, lakini huyu mama anaitwa Maria wa Bethania anasema popote itakapohubiriwa injili, na leo ninazungumza habari zake. Haleluya! Tendo alilofanya, ibada ile ya nguvu, ibada ile yenye uweza, kule kushuka na kunyenyekea kuna kuonekana, jinsi alivyomwona Yesu kwa namna nyingine. Nataka asubuhi ya leo, jinsi inawezekana huko nyuma ulikuwa unamwona Yesu. Na nimekupa ushuhuda pale mwanzo nilipokuwa naanza, nilikuwa na maana. Wakati mwingine huwa tunafikiri tunamfahamu, lakini mpaka Yesu anapojidhihirisha ndani ya mioyo yetu, kwa maamuzi yetu tunapoamua kwamba kweli nitaamua kumtumikia Bwana. Ndivyo huyu mama anasema kwamba Yesu akasema habari aliyofanya mtu huyu, nampa zawadi. Popote itakapohubiriwa China, itahubiriwa Marekani, itahubiriwa kule kwenu kule Nyabula, itahubiriwa kokote kule itakapohubiriwa habari za huyu mama, kitendo alichofanya atafanyika kwa kumbukumbu lake. Hakuna heshima kubwa kama hii. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo anasema amefanya jambo jema. Hebu tuangalie mambo machache katika hili. Utoaji huu sio aliamka asubuhi na kwamba nitaenda kufanya nini, kumpaka Yesu. No, aliplan before. Nasikia alifanya nini? Alifanya nini? Aliazimia tangu muda mrefu, akasema kuna kitu kizuri nitafanya kwa ajili ya Yesu. Moyo wangu utajisikia burudiko kubwa. Haleluya. Kwa hiyo hata sisi tunapokuja hapa kanisani, hatuji kwa bahati mbaya. Hatuji kwa sababu tumezoea kuja. Tunapokuja hapa ili tukutane na Mungu, tunadhamiria toka mioyoni mwetu kwamba Mungu atakutana na sisi. Au kama tumeamua kwamba tuna muda wa maombi kule nyumbani, ninaposema ni wakati wa kuomba, tunadhamiria Bwana anataka vitu ambavyo vimeandaliwa, moyo ambao umeandaliwa, moyo ambao unataka, moyo ambao umeazimia tangu mwanzo. Nazungumza kuhusu ibada yenye maana. Huyu mama aliazimia muda mrefu. Nafikiri alianza kukusanya resources, mpaka akaagiza hiyo nado huko, lakini alianza mapema. Anasema kuna kitu chema nitafanya kwa Bwana Yesu. Haleluya. Ukiwa na moyo huu wa marehemu, ugumu unaondoka ndani yako. Haleluya. Kwa kuwa unajitoa mzima. Hebu sema unafanya nini? Vitu ambavyo unavithamini, vitu ambavyo unaona maana, unaona vinathamini kwako, jinsi upendo wako kwa Yesu unavyokuepo, kwamba nitamwabudu Mungu peke yake, nitamheshimu yeye peke yake, yeye atapata nafasi ya kwanza. Utaanza kuona hapa hatuhitaji kukufundisha hapa. Nilikuwa naangalia juzi kwenye mtandao, kuna jamaa analihukumu kanisa hawatoi, anawapa maadhabu wale ambao hawatoi fungu la 10, anasema maneno magumu sana. Nikasema huyu jamaa anahangaika bure. Kama mioyo yao ingebadilika asingekuwa na hangaika namna hii. Kwa sababu wale ambao wameguswa na Mungu, wale ambao Mungu amegusa maisha yao, wanajitolea wenyewe kwa upendo. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu kuna kitu hawahitaji kushikwa mkono hapa. Haya, usiponitii, wananyonga mkono, wasema usiponitii. Mungu hafanyi hivyo. Anataka maamuzi ya moyo yaliyopangwa ndani yako ya hiari, moyo wa kupenda wewe mwenyewe. Ndipo Mungu ataanza kufanya. Utaanza kuona unakuwa mwepesi tu. Utasema hebu fanya hivi. Utaanza kufanya hivi. Mwepesi tu. Mwepesi tu. Mwepesi. Tuna watu wengi makanisani hawajaguswa kwa undani. Kwa hiyo ndio maana wanaenda ovyo ovyo. Lakini asubuhi ya leo nataka nikutie moyo. Mwambie Mungu, nipe roho ile ya kukuabudu katika kweli. Wala sio watu wanione, wala sio kama najipendekeza kwa watu, lakini nataka wewe mwenyewe udhihirike katika maisha yangu.
Jambo la pili, alitoa, kwa Kiingereza sema kwamba extravagant. Extravagant, mnaelewa neno lake maana yake? Yaani alitoa kupitiliza. Ndio moja, ndio tafsiri yake. Extravagant Kiswahili halipo neno hiyo. Yaani halijielezi vizuri. Lakini alitoa kwa kufanya nini? Lavish. Ndio pamoja. Yaani alitoa extravagantly, yani ni kama kupoteza, yani kwa sababu kwa Yesu haoni kitu cha kushika. Yesu ndio pekee mwenye thamani kuu. Kwa hiyo alitoa kitu cha thamani chenye gharama kubwa. Lakini tendo la kushuka na kumfuta Yesu miguu kwa nywele zake ni tendo la ibada ya hali ya juu. Ni tendo la kujidhabihu. Ni tendo la kujidhabihu. Zaidi ya yote, ule mstari wa 7 tuliosoma pale, mstari wa 7 katika Yohana 12 pale, basi Yesu alisema, mwacheni aiweke kwa siku ya maziko yangu. Tumesoma kwa pale ilikuwa siku 6 kabla. Kwa hiyo ilikuwa alitoa kwa unabii, alimsikiza Roho Mtakatifu. Tendo lile lilikuwa ni anointing, anamwanoint Yesu kabla hajasulubiwa. Ndio maana Yesu anasema kumbukumbu lake litakuwa kubwa. Akafanya jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alimuongoza. Anasema msimsumbue, ametoa kwa ajili ya maziko yangu. Ni kitu kikubwa ambacho huyu mtu alifanya kabla ya siku 6. Kwa kumalizia, tunajifunza nini? Mungu anautafuta moyo. Mwambie Bwana, nimesikia neno lako asubuhi ya leo. Kumbe unatafuta moyo wangu ambao haujagawanyika. Unataka nikuabudu wewe katika usahihi wa moyo. Fungua katika Isaya 66 mstari wa 2b. Isaya 66 mstari wa Isaya 66 2b. Soma. Isaya 66 mstari wa 2b. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Twende polepole, anasema lakini. Hebu sema lakini. Mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliye mnyonge. Mtu aliye mnyonge. Mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho iliyopondeka. Atetemekae asikiapo neno langu. Atetemekae anaposikia maneno yangu. Moyo wa mtu huyu ulikuwa umepondeka. Na hiyo ndio ambacho Mungu anataka kione katika maisha yetu ya kila siku. Haleluya. Anasema mtu huyu ndiye nitakamwangalia. Anatetemeka. Wengine maneno ya Mungu yanapokuja anasema tumezoeaga. Maneno ya Mungu yanapokuja na hilo tena. Alafu mwingine alikuwa kuna jamaa rafiki yangu moja, sasa ni marehemu, anasema hilo nalifahamu. Na hili nalifahamu. Haleluya. Mungu kila siku ana kitu kipya anapenda kuzungumza na wewe. Na wewe uwe tayari kumwambia Bwana, nitapenda kukusikiliza. Haleluya. Yes, hapa neno la Mungu Isaya anasema kwamba huyu ni mtu ndafanya nini? Nitakayemwangalia. Anayetetemeka anapofanya nini? Anaposikia. Mwenye moyo mnyonge. Haleluya. Haleluya. Mnyonge katika mambo ya Mungu. Pamoja. Haleluya. Aliye mnyonge, mnyenyekevu, anasema anatetemeka anaposikia neno la Mungu. Anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mstari mwingine, Yohana 12:25-26. Yohana 12:25-26. Yohana 12:25-26. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Anasema yeye aipendaye nafsi yake ataangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu
ataisalimisha hata uzima wa milele. Asema mstari wa 6, mtu akinitumikia anifuate nami nilipo. Haleluya. Ndugu, Yesu anapatikana kwa wale wanaomtafuta. Kwa sababu ni wa thamani, hapatikani kirahisi kwa gharama ambayo tumeiona kwa mfano wa huyu mama. Na kwa hiyo katika mstari wa 26 hapa tunasoma, anasema hivi, mtu akinitumikia anifuate. Asema nami nilipo, haleluya, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Alipo Yesu na wewe mtumishi wake ndipo atakapokuwepo. Kwa hiyo inaanzia, kwa hiyo kuna mambo haya mawili, wewe na Yesu. Tumalizie Yohana 14 21 alafu 23. 14 tusoma mstari 21. Yohana 14 mstari wa 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Unapenda Yesu afanye makao? Yesu alifanya makao katika ile nyumba. Asema kule juu tunasema atajidhihirisha. Unafikiri Yesu akijidhihirisha kwako unafanyaje? Anapojidhihirisha kwako atajibu maombi. Anapojidhihirisha kwako atatembea nyumbani kwako. Atakapojidhihirisha kwako ataondoa zile huzuni ambazo unalala nazo kila siku, yale mambo magumu magumu, yale mabaya mabaya ambayo yanakusumbua. Anapojidhihirisha atatatua moja baada ya nyingine. Anasema huyu anayenipenda atajidhihirisha kwake. Haleluya. Na hapa ndipo ambapo tunaona ule ufunuo wa Mariamu, jinsi alivyojidhihirisha kwake. Lakini anasema kwamba Baba, Mwana, Yesu Kristo watakaa na kufanya makao. Mimi napenda Yesu afanye makao nyumbani kwangu. Mimi napenda Mungu afanye makao katika kanisa hili. Mungu napenda afanye makao. Hayo ndio maombi yetu. Haleluya. 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 Unaweza kusimama hapo? Elisha, njoo tusaidie kuomba pamoja, kutupeleka mikono